Ukiwa umeachwa na mtu ambaye unempenda kwa dhati, ambaye unatamani bado aendelee kuishi kwenye maisha yako, lakini ndio hivyo kasha kuacha na hakutaki tena. Haya ni maumivu mazito sana ambayo unayapitia. Hii ni kama kwa upande wa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, pamoja na viongozi lakini pia watu baadhi namna ambavyo wanaopenda soka la Tanzania, wanaotamani kuiona Young Africans inakuwa bora, lakini pia Simba inakuwa bora. Haya ni maumivu makubwa ambayo wako nayo mashabiki wa Simba Sports Club kwa hivi sasa, kutokana na namna ambavyo timu yao inafanya vibaya sana kwenye mechi mbalimbali. Ukweli ni kwamba Simba wana matokeo mazuri, kitu ambacho pia kimewafanya mashabiki hawatamani hata kukutana na mashabiki wa Young Africans, kitu ambacho kinawafanya mashabiki wa Simba wasijiamini kwa hivi sasa katika mechi ambazo wanazozicheza. Ukweli ni kwamba Simba wanapitia kwenye wakati ambao ni mgumu haswa, na tumeona tayari mashabiki wameanza kupiga kelele kuhusiana na viongozi wajiuzulu, viongozi waiache Simba ili Simba iongozwe na watu wengine wa kisasa zaidi ambao wanaweza wakaipeleka Simba kwenye nchi ya ahadi. Na mashabiki wanaumia kikweli kweli, wanahitaji mabadiliko haswa ndani ya kikosi cha Simba, na ukitazama Simba unashindwa kuelewa kwamba tatizo liko wapi. Wao wenyewe mashabiki wa Simba hawaelewi tatizo lipo wapi, kwa sababu kila engo wamekuwa wakitupia lawama. Kuna muda wanaanza kutazama kwenye kikosi, wanatupia lawama wachezaji wajitumi, lakini kuna muda wanaanza kuangalia upande wa viongozi, wanaanza kulalamika. Kuna kipindi tulikuwa tunaona wakilalamika pia kuhusiana na swala zima la bench la ufundi, lakini mwisho wa siku unakuja kuona kwamba hata mashabiki wa Simba wenyewe hawajui kwamba timu yao ina matatizo gani. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa pigo kubwa sana kwa upande wa viongozi ndani ya kikosi cha Simba, kutupiwa lawama, kuonekana kwamba wanaipeleka ndivyo sivyo klabu yao. Namna ambavyo mashabiki wamekuwa wakipeleka lawama zao kwa upande wa viongozi. Sajili zimekuwa zikifanyika, na kila sajili ambazo zimekuwa zikifanyika ni wachezaji ambao wamekuwa wakionekana kuwa bora, lakini wakifika ndani ya kikosi cha Simba wanaonekana ni wachezaji wa kawaida. Hili ni tatizo ambalo lipo, tatizo ambalo pia linapaswa kutazamwa kwa kina zaidi, kwamba ni kwa nini wachezaji ambao ni bora wakiwa ndani ya klabu ya Simba hawashine, wakitoka ndani ya klabu ya Simba wanashine. Ni sehemu ambayo pia wengi wanapaswa kujiuliza. Utaanza kumtazama mchezaji kama ambaye tulikuwa tunamuona kwenye michuano ya AFCON, beki wa Cameroon ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Simba, Chemalon Fondom, ambaye aliachwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ndiye ambaye tunamuona kwenye michuano ya AFCON ambapo ameweza kuwasha moto kikweli kweli. Lakini pia wachezaji wakubwa kama Neo Maema ambao amekuja kwenye kikosi cha Simba na wapati nafasi kwa hivi sasa. Lakini pia Jonathan Soa, hakuna ambaye sijua ubora wake, namna ambavyo alikuwa anacheza kwenye kikosi cha Singida Black Star, lakini toka amefika mitaa Msimbazi imekuwa ni tatizo kwa upande wake. Hawafanyi tena kama alivyokuwa anafanya kwenye kikosi cha Singida Black Star, ambapo wengi wanajiuliza kwamba kulikoni, kwa nini mchezaji afike hapa mitaa Msimbazi ashindwe kuweza kuonyesha performance ambayo ni kubwa. Lakini tumeona pia tayari uongozi wa klabu ya Simba umeanza kufanya maamuzi baadhi ya maeneo. Jean Charles, mchezaji ambaye alikuwa ni top scorer kwenye msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara, Simba ikufanikiwa kubeba ubingwa, lakini yeye alifanikiwa kuwa mfungaji bora. Lakini tayari Simba wamemuuza kwenye kikosi cha Belouizdad ya Algeria. Lakini tumeona pia Steven Dese Mkwala, Simba amefanya biashara pia, wamemuuza kwenye kikosi cha Al Nassr ya kule Libya. Lakini tunaona pia kwa upande wa wachezaji wengine nao wakipelekwa kwa mkopo, mchezaji kama ambaye amepelekwa kwa mkopo pia kwenye Awesu ambaye amepelekwa kwenye kikosi cha Kenya pale kwa mkopo. Lakini pia wachezaji wengine ambao wamekuwa wakihusishwa kwa mkopo, Joshua Mutale Budo, lakini amekuwa akikataa kupelekwa kwa mkopo kwenye kikosi cha polisi ya pale Kenya. Mpaka hivi sasa bado hatima yake haijajulikana, lakini uongozi wa Simba wako kwenye mchakato wa kumtoa pia kwenye mfumo. Lakini pia kuna wachezaji ambao tumeona wameweza kuingia kwenye kikosi cha Simba, lazima na wenyewe pia tuweze kuwatazama.
je, nimeingizwa namna gani na wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa nao. Utakuja kuona kwamba mchezaji ambaye tayari ametambulishwa kwenye kikosi Libase Gueye, mchezaji ambaye ni raia wa Senegal. Huyu anaonekana kwamba anaweza akaenda kuisaidia Simba kwenye eneo la wings, lakini kama namba 10 je, atakwenda kufanya vitu bora ambavyo wameshindwa kina Neo Maema? Haya ni maswali mengi ambayo wengi wanajiuliza, na ametoka kwenye ligi ambayo ni ya kawaida, ligi ambayo haina ubora kama ligi kuu Tanzania bara. Sasa wengi wanajiuliza labda kucheza kwake kwenye timu ya taifa ya Senegal kwenye michuano ya CHAN labda kunaweza kukaisaidia timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hili bado ni tatizo ambalo litaendelea kuwatesa Simba, lakini tayari tumeona wamemtambulisha pia beki wa pembeni. Huyu si mwingine Nixon Kibabage, moja kati ya beki ambaye amekukipiga pale mitaa ya Jangwani, na hatimaye wakamwacha akaenda kwenye kikosi cha Singida Black Star. Sasa wengi wanajiuliza kwamba je, Nixon Kibabage atatosha pia kwa upande wa klabu ya Simba? Na kumbuka kwenye ile eneo yuko Anthony Mligo ambaye alikuwa amesajiliwa kwenye dirisha dogo baada kwenye dirisha kubwa baada ya kuondoka Mohamed Hussein Zimbo Junior. Nixon Kibabage anaongezwa pia kwenye dirisha ambalo ni dogo. Sasa kuna tofauti ambazo zipo kati ya mabeki hawa wa kushoto wa Simba. Uzoefu pia wa kimataifa, Kibabage ana uzoefu mkubwa zaidi kumzidi bwana mdogo Anthony Mligo. Kwa nini? Amecheza pia ligi kuu ya Morocco, ile tunaita Botola Pro, pamoja pia na vilabu vikubwa kama Young Africans na Singida Black Star. Lakini kwa upande wa Mligo yupo pia hatua za mwanzo kabisa za kimataifa, ambapo kwa upande wa bwana mdogo Nixon Kibabage tayari ameshaonyesha uwezo wake huko pale. Lakini pia jambo jingine la pili, kukabiliana pia na pressure. Kibabage hana pressure kwenye mechi kubwa. Ana uzoefu wa kucheza pia dhidi ya timu kubwa, jambo pia linaloweza kumpa utulivu zaidi kuliko Mligo. Lakini pia uwezo wake wa kupandisha mashambulizi, hii tunaita overlap, namna ambavyo amekuwa akishambulia Kibabage ni bora zaidi kwenye kupandisha mashambulizi. Wakati mwingine pia hutumika kama winga kutokana na ubora wake. Lakini pia Mligo tangu atoe kwenye kikosi cha Simba tumeona bado hajatoa asisti hata moja. Lakini kwenye timu ya taifa ya Tanzania Kibabage pia amepata nafasi nzuri, ameweza kupitia pia ngazi zote za timu ya taifa, chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 20, hadi pia timu ya taifa ya wakubwa. Kwa upande wa Mligo bado pia hajafika hatua hiyo. Lakini pia tunaona kwenye eneo la kukaba hapa Mligo anaongoza, ana uwezo bora, ni bora zaidi kwenye kukaba na kwenye kuhakikisha kwamba eneo la ulinzi linakuwa bora sana, na amekuwa akikaba vizuri kwenye ile eneo, tofauti na namna ambavyo Kibabage amekuwa akifanya. Kwa hiyo kwenye Mligo, kwa upande wa Mligo anaonekana hapa ni bora kuliko Nixon Kibabage. Lakini pia kwenye upigaji wa cross, Nixon Kibabage ana ubora zaidi kwenye kupiga cross, tena zile cross ambazo zina macho, jambo pia linaloongeza hari pia kwenye hari pia ya hatari kwenye eneo la lango la mpinzani. Kwa kifupi, Kibabage ana uwezo pia na mchango mkubwa kwenye mashambulizi, huku kwa upande wa Mligo akionekana pia kuwa ni bora zaidi kwenye safu ya ulinzi. Sasa kazi inabaki kuwa hapo. Je, ingekuwa ni wewe una wote wawili, unaanza na nani kwenye first 11 ambao sasa Nixon Kibabage na Anthony Mligo watakuwa wanashindania namba kwenye kikosi cha Simba kama beki nambari 3? Sasa wengi wanajiuliza kwamba unamwacha Mohamed Hussein, unaenda kumbeba mchezaji kama Anthony Mligo pamoja na Nixon Kibabage, alafu unahitaji pia kushindana na timu kubwa barani Afrika. Je, hii inakaaje? Wengi wanabaki kujiuliza maswali namna hiyo. Sasa Simba bado wako mawindoni kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao ni bora wa kimataifa. Ture amekuwa akihusishwa, moja kati ya mchezaji ambaye ni beki wa kati wa kikosi cha Stellenbosch, amepita pale Stellenbosch. Lakini pia wachezaji kadha ambao wamekuwa wakihusishwa kutoka kwenye kikosi cha Simba, wengi wanaamini kwamba labda endapo akiongezeka kuna ubora utaongezeka kwenye kikosi. Lakini
jambo hilo linaonekana kwamba ni zito, ni nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, na tuma kubwa zimekuwa kwa Murtaza Almangungu mwenyekiti wa klabu ya Simba. Yeye ndo amekuwa akibeba zigo kubwa. Mashabiki wanalia hawamtaki, mashabiki wanalia hawahitaji uongozi wa klabu ya Simba. Je, ni kitu gani ambacho kitatokea? Endelea kusubscribe channel yetu ya Gift Online TV. Bye bye.